hizi diss zikiisha, hizi za mwisho jamani, hizi zinazotoka za mwisho zitoke za mwisho tuziache, tuje kwenye kushindana sasa, kuachia ngoma kali za hip hop, machupa makali kama Sawa, kama King Kong. Young Killer naona hapa ameachia goma nyingine hapa, yuko na Rosie M. That's it, enough is enough. Na hizi diss nishaanza kuchoka bwana. Japokuwa na mimi kuna kitu kinakuja, nimemtupia Subliminal mtu kidogo tu, lakini sasa sio hiyo tu. Kama nimeona Jesus Christ, huyu dogo anaitwa nani? Huyu dogo anaitwa Yuzo Mwamba. Yuzo Mwamba mazee, umenisikitisha sana Yuzo. Umenisikitisha sana mdogo wangu. Nimeona kuna diss yako umemdiss Nicki Mbishi mzee. Nikasema sasa mdogo wangu, na umeita diss 47. Nilisikiza hiyo diss ujue. Ai jamani. Japokuwa ndio diss zimekuwa ni nyingi, lakini pia vijana ambao mnakuja kwenye rap, knowledge ni muhimu sana. 47 ameka eti picha ya Nicki bro, like bonge moja ya cover, unajua, lakini hii cover na kitu ambacho umekifanya ni vitu viwili tofauti. Na mimi nilikuwa niko pissed off because at first nilikuwa nahisi ile diss ya kwanza ya Bibo Talaka 1 ndio diss mbovu kwa huu mwaka, and then nikaja nikasikia hii nikasema Jesus Christ, what the fuck is this? Next time ukitaka kudiss, chagua watu ambao mko level moja, at least naweza nikawasikiliza nikawachambua vizuri, lakini uspeak battle na elite MC. You get what I mean? Yani like hii ni aibu bro. Bonge moja ya cover 47, lakini bro, what the fuck bro? Kuna sehemu badala ya kusema rap amesema lap. Sasa sijui unataka upakatwe na Nicki kwenye mapaja au unataka upige lap ukimbie. I don't get it man, like bro, Jesus Christ. Si chambui, nataka tu niipitie tu kidogo because siwezi nikakaa dakika 3 nasikiliza hii kitu. I'm sorry man. Hata kama mtaona na pick side, lakini guys, kweli hapana bro. Wanangu 047 Nicki Mbishi tu. Beat mbaya, I don't know, sijui ni producer gani. Sasa hivi kuna Suno. That's why naambia check me out, look. Salu on the beat. Ulizikwa futi 6 leo na kuzika 7. Unapenda makepu leo una kichwa kama jaba. Kutoka peji yangu na comment what the fuck is that? Unapenda makepu una kichwa. Hai. Komenti kakahaba alopewa mimba kisa kupenda wa baba. Bad for the game, bad for the culture. Yani wena wizi na waona kama pacha. Weni lol modo chajabu umekosa afya alafu weni lol modo. Lol modo. Weni lol modo. And then kuna vitu kama hivi tukisema watu wanasema oh si tumeelewa. Mnaelewa nini? Weni lol modo. You smart. I look smart. Brother is different. Mekosi city so unangoja kupakatwa. So vinywaji hadi nguo unagongea. Kuweka legendi bora nimfufue ngwea. Una lapu mbovu kama Kenya akiongea. Una lapu mbovu. Una lapu. Una lapu mbovu kama Kenya akiongea. Una lapu. He needs some milk. Yuzo, unajua maana ya lapu? Una lapu mbovu. L na R. Rap. This what? What do you mean? Ulikuwa unamaanisha nini? Unataka Nicki akupakate kwenye lap? He needs some milk. Au akupakate akuweke kwenye lap and then akupigishe lap. Ili jifunze how to pronounce rap. Pumbavu sana wewe. Hii ndio sababu generation ya hip hop inaonekana ina watu ambao wanazingua because of these kids. Na hawa madogo wako na mafans.
Like wanakuwa na vijiji mwanangu online, yani wana vijiji mpaka nasemaga like mama yangu. Okay, si mbaya but Game over. Nikina nani wanawasikiliza? Wasalimie tu kina Zuchu hao. Jesus Christ. Chawasha moto we mwanamke chochea. Rap lapo mna lap tu sela. Kwanza lapo gani una lapo una hela. Lap sula ngumu kama nyampala wa. Yani sio kwamba alikosea. Mara ya kwanza amesema lap na sasa hivi amerudia tena lap. Yani zaidi ya mara 4. Lap. Wasalimie tu kina Zuchu hao. Mwenye uwanja wake kaingia. Knowledge ni muhimu. Watu wengi siku hizi just because mko na access ya studio, mnapata beat, mnataka tu kurap. Guys, knowledge ni muhimu. Yuzo unaonyesha kabisa hauna knowledge na kitu ambacho unakifanya. Like this is, I don't know man. So mlikaa studio na madogo wenzako, mkapeana moto kabisa, oya mwanangu hii noma. No bro, hii shit ni trash. Sijawahi kusikia diss mbovu katika maisha yangu toka nimeanza career ya muziki kama hii diss. Game over. He needs some milk. Trash. Blandi imekufa umenusulika teja. Nasikia mawenge ndo alokuja kukujenga. West deal na mi. Unacha kunambia West kaa na mi. Lost on edge umekutana na jambia. Sula ya Steve mweusi mwili ndalo kikofia. Not for your fame na Uwezi Kiingereza. I'm done. Hata sina nguvu hata kumaliza. Like the problem is nowadays mtu akiguswa tu kidogo anakimbilia studio, anataka kudiss. That's why I'm saying easy diss hazitakuza hip hop peke yake. You kids, new kids mnahitaji knowledge ya hii kitu. Najua sasa hivi watasikia huu uchambuzi wataenda tena studio kunidiss. I know. Cause ni hawana knowledge. Kuna upuuzi mwingi sana upo kichwani mwao hawa vijana wapya nowadays. Mkiambiwa kitu mnataka kwenda studio kudiss and then mnajaibisha. Ingekuwa basi hata diskali basi. Ukimdisi mtu yani unajua like hauna hoja, unajua una lap tu. Maana hii si rap, una lap unajua unapiga lap huku na unarudi huku. Hakuna kitu chochote. Shit man. Haya, Yuzo, nimekupa platform ya mistari hiyo. Ukisikia uchambuzi kaandike diss nyingine ya kumdiss mchambuzi, but hii diss ni trash. Haijawahi kutokea diss trash kama hii toka Tanzania imepata uhuru. Trash. Mimi naitwa The Most Wanted Analyst. Peace.